Usiku mmoja wenye upepo mzito ulivuma juu ya maji ya Ziwa Victoria. Lakini kilichotokea siku hiyo si upepo uliotikisa Kayenze. Ilikuwa ni tukio ambalo lilibadili kijiji chote milele. Siku ya harusi ilipaswa kuwa siku ya furaha, ngoma na baraka za wazee. Lakini badala yake ilikuwa siku ambayo binti mmoja mchanga alitoweka ndani ya maji yenye mamba, na watu wachache walijua kwamba tukio hilo halikuwa ajali. Ilikuwa ni kitendo cha giza kilichofanywa na mtu aliyepaswa kuwa mama yake wa pili. Kayenze ni kijiji kidogo kilichojificha pembezoni mwa Mwanza, karibu sana na kingo za Ziwa Victoria. Nyumba nyingi zimejengwa kwa matofali ya udongo na paa za bati. Asubuhi huanza mapema sana, wakati wavuvi wanaondoka na mitumbu yao kuelekea ziwani. Wanawake huanza shughuli za kupika, kusaga nafaka na kusafisha viwanja vya nyumba zao. Watoto hukimbia kati ya nyumba huku wakicheza kwenye vumbi jekundu la ardhi ya Mwanza. Lakini mbali kidogo na makazi ya watu, kuna mto mdogo unaounganisha maji yake na Ziwa Victoria. Wanakijiji wanautambua vizuri sana. Wengine huita mto wa mamba. Wazee huonya watoto wasikaribie sana kingo zake. Wanyama wakubwa wa majini huonekana mara kwa mara wakilala kimya kwenye maji yenye matope. Mara nyingi mto huo hutajwa kwa hofu, kwa sababu watu wachache waliowahi kuanguka humo hawakurudi tena. Ndani ya kijiji hicho aliishi msichana aitwaye Asha. Asha alikuwa binti mwenye tabasamu la upole na moyo uliojaa heshima kwa kila mtu. Mama yake wa kumzaa alifariki alipokuwa bado mdogo sana. Tangu siku hiyo, maisha yake yalibadilika. Baba yake, ambaye alikuwa mvuvi maarufu katika Kayenze, alilazimika kumlea peke yake kwa miaka kadhaa. Baadaye, baba yake aliamua kuoa tena. Mwanamke aliyemuoa aliitwa Rehema. Kwa macho ya wanakijiji, Rehema alionekana mpole na mwenye tabasamu la kirafiki. Lakini ndani ya nyumba hiyo, hali ilikuwa tofauti kabisa. Kadri miaka ilivyopita, Asha alikuwa msichana mrembo sana. Alikuwa na sura ya upole, macho yenye huruma na tabia iliyovutia watu wengi kijijini. Wanawake walimpenda kwa sababu alikuwa mwenye bidii na heshima. Wanaume walimheshimu kwa sababu alikuwa mstaarabu na mwenye maadili. Lakini kila siku Asha alipokuwa akikua na kung'aa zaidi, moyo wa mama yake wa kambo ulijaa kitu kingine: wivu. Rehema alianza kumtazama Asha si kama mtoto wa familia, bali kama kivuli kinachofunika uwepo wake. Wakati watu wa kijiji walimsifu Asha kwa uzuri na tabia yake, maneno hayo yalichoma moyoni mwa Rehema kama moto mdogo unaowaka pole pole. Miaka ilipita. Hatimaye, siku moja kijijini Kayenze kulienea habari kubwa. Asha alikuwa ameombwa ndoa na kijana mmoja kutoka familia ya heshima katika kijiji jirani. Kijana huyo alikuwa mfanyabiashara mdogo wa samaki aliyekuwa akiuza bidhaa zake katika soko la Mwanza. Habari hiyo ilileta furaha kubwa kwa baba yake Asha na watu wengi kijijini. Waliona kama baraka kubwa kwa msichana aliyekulia katika maisha magumu. Lakini ndani ya moyo wa Rehema, habari hiyo haikuleta furaha. Ilileta chuki iliyozidi kuwa nzito. Siku za maandalizi ya harusi zilianza. Wanawake wa kijiji walikusanyika nyumbani kwa baba yake Asha. Walipika, waliimba nyimbo za kitamaduni na walimpa ushauri wa ndoa kama ilivyo desturi katika jamii nyingi za Tanzania. Nyumba ya familia hiyo ilijaa vicheko, harufu ya chakula na sauti za wanawake wakicheka. Lakini Rehema alitembea ndani ya nyumba hiyo akiwa kimya zaidi kuliko kawaida. Tabasamu lake lilionekana juu juu tu, kama kivuli cha kitu kilichofichwa. Kadri siku ya harusi ilivyokaribia, baadhi ya wanakijiji walianza kuona kitu kisicho cha kawaida. Rehema mara nyingi alionekana kumtazama Asha kwa macho marefu yenye kitu kisichoelezeka. Wakati mwingine alikuwa kimya sana hata katikati ya shangwe. Lakini hakuna aliyedhani kwamba mawazo mabaya yalikuwa yakijengwa pole pole moyoni mwake. Hatimaye siku ya harusi ilifika. Asubuhi ya siku hiyo, Kayenze iliamka mapema zaidi kuliko kawaida. Ngoma zilianza kupigwa, wanawake walivaa vitenge vya rangi na wanaume walikusanyika katika vikundi wakizungumza kwa furaha. Harusi katika kijiji kama hicho ilikuwa tukio kubwa ambalo kila mtu alishiriki. Asha alipambwa kwa uangalifu mkubwa.
Nywele zake zilipangwa vizuri na mavazi yake yalikuwa mazuri sana. Alionekana kama mwanga katikati ya kijiji. Lakini wakati maandalizi ya mwisho yalipokuwa yanaendelea, Rehema alimkaribia Asha na kumwambia kuwa kuna jambo moja muhimu ambalo walipaswa kufanya kabla ya sherehe kuanza. Alimwongoza mbali kidogo na nyumba, wakitembea kwenye njia ndogo iliyopita karibu na mashamba na kuelekea upande wa mto ule unaojulikana kwa Mamba. Asha hakuhisi hatari yoyote. Alimwamini mama yake wa kambo kama mzazi. Walitembea kimya kimya, huku sauti za ngoma za harusi zikisikika kwa mbali kutoka kijijini. Walipofika karibu na kingo za mto, maji yalikuwa kimya lakini yenye kina kirefu. Upepo mdogo ulitikisa nyasi zilizokuwa kando ya maji. Hapo ndipo mahali ambapo mara nyingi mamba huonekana wakipumzika chini ya maji. Kwa sekunde chache kulikuwa na ukimya mzito, na katika ukimya huo kitu cha kutisha kilitokea. Kwa ghafla, Rehema alimsukuma Asha kwa nguvu kuelekea ndani ya maji ya mto. Mwili wa Asha ulianguka kwenye maji yenye matope kwa kishindo kikubwa. Mawimbi madogo yalitawanyika juu ya uso wa maji. Kwa muda mfupi tu, uso wake ulitoweka chini ya kina kirefu. Ndani ya maji hayo kulikuwa na kitu kingine kilichokuwa kikiishi kwa subra: mamba. Ndani ya kijiji, watu bado walikuwa wakicheza na kushangilia. Hakuna aliyekuwa anajua kwamba karibu na mto ule tukio la kutisha lilikuwa limetokea. Baada ya dakika kadhaa kupita, Rehema alirudi kijijini peke yake. Alisema kwamba Asha alikuwa ameanguka mtoni kwa bahati mbaya wakati walipokuwa wakitembea. Habari hiyo ilienea haraka sana. Furaha ya harusi iligeuka ghafla kuwa hofu na mshtuko. Wanaume walikimbia kuelekea mtoni wakiwa na fimbi na mitumbwi. Wavuvi walijaribu kupekua maji wakitumaini labda Asha bado alikuwa hai. Lakini kila mtu katika Kayenze alijua ukweli mmoja wa kutisha: maji yale yalikuwa na mamba. Utafutaji uliendelea kwa masaa mengi. Watu walitazama maji kwa hofu, wakitumaini kuona ishara yoyote. Lakini mto ule ulikuwa kimya sana, kana kwamba umeficha siri yake ndani ya kina chake. Siku ilipoanza kuingia jioni, matumaini yalianza kufifia. Lakini pole pole, baadhi ya wanakijiji walianza kuhoji kitu moja: kwa nini Rehema alimpeleka Asha karibu na mto ule siku ya harusi yake? Kwa nini walikuwa peke yao? Maswali hayo yalianza kuenea kama moto wa polepole ndani ya kijiji. Kadri siku zilivyopita, watu wengi walikumbuka mambo madogo ambayo hapo awali hawakuyapa umuhimu. Tabasamu la baridi la Rehema, macho yake ya wivu, ukimya wake wa ajabu wakati maandalizi ya harusi yalikuwa yanaendelea. Hatimaye, ukweli ulianza kuonekana. Wananchi wa Kayenze waligundua kwamba tukio lile halikuwa ajali. Lilikuwa tendo la wivu liliogeuka kuwa uovu. Kijiji kilibadilika baada ya siku hiyo. Harusi iliyopaswa kuwa sherehe ya maisha mapya iligeuka kuwa kumbukumbu ya huzuni na hasara. Na hadithi ya Asha ikawa onyo linalosimuliwa kwa vizazi vijavyo. Kwa sababu wakati mwingine hatari kubwa haiji kutoka kwenye mamba walioko ndani ya maji. Wakati mwingine hatari huishi ndani ya moyo wa mtu anayejifanya kuwa familia.